Katika kila watoto 1000 wanaozaliwa, takribani watatu huzaliwa na changamoto ya kichwa kujaa maji na mgongo wazi. Hii ina maana kila mwaka kuna watoto wengi wanaoanza maisha yao wakiwa kwenye hali ngumu kiafya, na wengi wao hawatambuliwi mapema. Katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando peke yake kwa mwaka 2024, zaidi ya watoto 700 wamewahi kufika wakihitaji huduma, huku watoto 300 wakigundulika kwa mara ya kwanza kuwa na changamoto hizi. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kuwa bado kuna idadi kubwa ya watoto waliopo kwenye jamii ambao bado hawajafikiwa kwa wakati na huduma hii. Kutokana na hali hiyo, taasisi ya Mwanangu Development Tanzania imechukua hatua ya kuanza kutoa elimu kwa watoa huduma za afya ngazi ya jamii CHW ili waweze kutambua mapema watoto wenye changamoto hizi. Wakizungumza kuhusu mafunzo hayo ya kuwajengea uwezo, mkurugenzi wa Mwadeta Walter Mia pamoja na afisa miradi wa Mwadeta Daktari Hidan Hindi wanasema elimu wanayoitoa inajikita zaidi kuwafundisha CHW kuelewa kwa undani changamoto hizi, ikiwemo mgongo wazi ni nini na kichwa kujaa maji ni nini pamoja na visababishi vyake. Tuko katika wilaya ya Nyamagana katika zoezi la kutoa kuwaelimisha CHW au community health workers katika masuala ya namna gani wanaweza kuwatafuta wale watoto wenye changamoto za kichwa kujaa maji kuliko kawaida na mgongo wazi kwenye jamii zao. Na sisi kama taasisi tumeona umuhimu wao kwa sababu hawa ndio watu wa kwanza wanakutana na huyu mwananchi au mwanajamii huyu kule chini, na kuweza kujua ni namna gani wanaweza wakampa rufaa ya kwenda kutatulia yale matatizo yake. Kwa sisi kama taasisi tulivyoona hawa wana umuhimu, tuliamua tufanye hili zoezi kwa mkoa wa Mwanza. Tutaweza kuelimisha katika wilaya 4, lakini tutaelimisha viongozi wa hawa community health workers kwenye ngazi ya kata, na wao watakuwa ni wataalamu ambao watarudi kule chini kwenda kuelimisha wale ambao wanahudumia kwenye kila mitaa yao. Tumeamua kuwachukua kwa sababu wako wengi, lakini tumeamua kuwachukua wale viongozi, maana tuwafundishe wawe na wao ni walimu wa kwenda kuwafundisha wale wengine kule chini. Kwa hiyo zoezi hili tutalifanya katika wilaya 4 hapa mkoa wa Mwanza, ambayo ikiwemo Nyamagana ndio wa kwanza tumeanza, lakini tutafanya Ilemela, Sengerema na Magu pia. Kwa zoezi letu la leo katika wilaya ya Nyamagana tumeweza kuwafikia watu wa huduma wa afya ngazi ya jamii 25, lakini hawa ni viongozi ambao wako kwenye kata. Kwa hiyo na wao wana watu wao ambao wako wanaenda kwenye mitaa. Kwa leo tunawafundisha hawa viongozi wapate kuelewa, wale wataenda nao kuwafundisha wale ambao wako kule chini wanaoenda kwenye mitaa ili waweze kufanikisha hili zoezi. Wameongeza kuwa pia wanawajengea uwezo wa kusaidia jamii kuwapeleka watoto kupata rufaa sahihi, ikiwemo rufaa za afya, elimu na huduma saidizi, huku wakibainisha kuwa kuchelewa kwa matibabu kunaweza kusababisha ulemavu wa kudumu au hata kupoteza maisha. Hivyo hatua za mapema ni muhimu zaidi kuchukuliwa. Magonjwa haya tunavyozungumzia kichwa maji na mgongo wazi kwa watoto, wengi wao mtoto anapokuwa mdogo ukuaji wake unaongezeka. Kwa hiyo matatizo yakiwaishwa mapema hospitalini, wakafanyiwa upasuaji na matibabu mapema, ni rahisi kusaidika mapema hawa watoto wasipate ulemavu wa muda mrefu, alafu pia kupelekea vifo. Kwa mfano, watoto wale wenye vichwa maji wanapoweza kufanyiwa operation mapema ya kuwekewa ile shanti, inawasaidia kupunguza yale maji. Lakini akiwa pia yuko kwenye mazingira ambayo sio rafiki, anaweza kupata maambukizi, na yale maambukizi yanaweza kupelekea madhara zaidi. Hivyo basi kuwaishwa mapema kwenye huduma za afya inasaidia hawa watoto kupunguza madhara makali na kuwasaidia wakue kama watoto wengine. Kwa upande wake, mratibu wa elimu ya afya ya umma jiji la Mwanza, Metsela Thomas, amesema tatizo hili ni kubwa kwenye jamii na mara nyingi mapokeo yake si mazuri kutokana na uelewa mdogo uliopo miongoni mwa wanajamii. Aidha, anasema serikali inaendelea kuchukua jitihada za kutoa elimu ili wananchi waweze kutambua changamoto hizi mapema na kuchukua hatua stahiki, pamoja na kuondoa mtazamo uliopo kwa baadhi ya wananchi kuwa
Tatizo hili linawahusu watoto pekee, wakati hata watu wazima wanaweza kulipata. Tatizo la kichwa kujaa maji na mgongo wazi ni changamoto kubwa kwenye jamii na mapokeo yake sio mazuri. Na katika jitihada mbalimbali za serikali na halmashauri yetu ya jiji la Mwanza, tumekuwa jitahidi kwa namna ya kipekee kutoa elimu kwa watu ili kuweza kupambana ama kutambua ugonjwa huo na kuchukua hatua za kimatibabu kwa haraka, hasa kwa watoto wachanga na hata watu wazima. Na jambo la msingi tu ni kwamba jamii ielewe wazi kwamba jitihada ambazo halmashauri inaendelea nazo ni kutoa taarifa kwa wakati kwenye vituo husika ili upate matibabu ambayo ni bora zaidi kwa wakati husika. Kwa upande wao, watoa huduma za afya ngazi ya jamii waliojengewa uwezo wameshukuru Mwadeta. Wamesema mafunzo hayo yamekuja wakati mwafaka, kwani awali walikuwa wanakutana na watoto wenye dalili za changamoto hizi bila kuwa na uelewa wa kutosha wa namna ya kuzitambua na kuchukua hatua stahiki. Wamesema kupitia elimu walioipata sasa wana uwezo wa kutofautisha dalili za kichwa kujaa maji na mgongo wazi, pamoja na kuelewa hatua za haraka zinazopaswa kuchukuliwa. Tunatambua kama sisi wahudumu ambao tunapita nyumba kwa nyumba kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yetu kwenye jamii, tunakumbana na watoto hawa, lakini tulikuwa tukifanya kuwalinki aidha vituo vyetu vya afya ili nao wawape rufaa kwenda kwenye kituo kikubwa ambacho kinafanya matibabu haya. Lakini leo tunayo furaha kubwa kupokea mafunzo haya akinifu ambayo yametujenga zaidi na namna ya kuweza kuwaibua hawa watoto na wazazi wao, namna ya kuwakea watakavyokuwa wakiwatunza wale watoto. Kwetu ni furaha. Ikiwa ni mojawapo, kama mimi natokea kata ya Mandu, nitakuwa ni mwakilishi kuweza kufikisha ujumbe huu ambao tumeupata kwa ajili ya kuendelea kuibua watoto ambao wana vichwa vikubwa ambavyo ni vichwa maji, pamoja na wale watoto ambao wamezaliwa na mgongo wazi. Kwa hiyo pamoja na yale ambayo mwenyekiti wetu ameweza kuyasema, tutashirikiana ili kufikisha jukumu hili katika jamii na kuhakikisha mpango mkakati huu wa kuweza kumsaidia mtoto unafikia malengo ili mambo yakae vizuri kwa habari ya jamii yetu. Zoezi hili linafanyika katika wilaya 4 za mkoa wa Mwanza: Nyamagana, Ilemela, Sengerema pamoja na Magu, likianza na wilaya ya Nyamagana ambapo idadi ya watoto wanaohitaji huduma hii inaonekana kuwa kubwa zaidi. Katika hatua ya awali, watoa huduma 25 ngazi ya kata wamefikiwa na kupewa mafunzo, na wao watakwenda kuwafundisha wengine katika ngazi ya mitaa ili kuhakikisha elimu hii inawafikia watu wengi zaidi. Na tangu juhudi hizi zianze na Mwadeta, zaidi ya watoto 10,000 tayari wamefikiwa na msaada huu. Matokeo yake, vituo vya kutolea huduma vinaongezeka na uelewa katika jamii unaimarika. Lakini hata hivyo, bado kuna changamoto ya umbali wa huduma, ambapo wazazi wengi hulazimika kusafiri umbali kufuata matibabu. Ndiyo maana kuna haja ya hospitali za mikoa kuanza kutoa huduma hizi ili kupunguza gharama na kuwafikia wananchi kwa urahisi zaidi. Kwa ujumla, hii ni hatua muhimu inayolenga kuhakikisha watoto hawa wanatambuliwa mapema, wanapata matibabu kwa wakati na hatimaye wanapata nafasi bora ya kuishi maisha yenye afya na matumaini.